Okay. Namna ni ile kwenye Amplifier Clouds FM. Frida ndo yule Millard ndo huyu na ni mpaka saa 12 kamili ni time yake bwana Yahya Njenge. Ladha halisi kwenye kimiminika chenye msisimko murua. Zao la ardhi ya nyumbani kuburudisha hisia zako. Tanzanite Royal Gin. Sasa ni mida ya paper number 3. Paper number 3 linamilikiwa na Yahya Njenge. Yes, saya. Yes, bwana, kwenye page number 3 leo, siku ya leo tarehe 30 ya mwezi Septemba, ni siku ya kimataifa ya tafsiri ama ile translation tunasema. Kwa maana ime Umoja wa Mataifa uliweka hii maalum kama sehemu ya kutambua mchango wa wale wataalamu wa tafsiri mbalimbali za lugha ambao wanasaidia kwa kiasi kikubwa kusema ukweli. Sasa kwenye siku hii pia na mimi nimesema tu dedicate kwa moja ya wanadamu ambao alifanikiwa sana ama amefanikiwa sana kwenye maisha yake, lakini chanzo cha mafanikio yake ilikuwa ni uwezo wake kwenye kutafsiri lugha mbalimbali. Na huyu si mwingine bali ni Jose Mourinho, kocha Jose Mourinho, kocha ambaye leo tunavyozungumza atakuwa na mechi katika uwanja wa Stamford Bridge kwa sababu sasa hivi anafundisha klabu ya Benfica ya Ureno. Kwa hiyo anarejea nyumbani ambako palimjenga sana kwenye klabu ya Chelsea. Sasa kabla ya kwenda kutazama siku ya leo, Jose Mourinho mafanikio yake chanzo chake kikuu ilikuwa ni kuwa translator ama mkalimani wa lugha. Mwanzoni mwa miaka ya 90 akiwa anatoka kuwa mwalimu wa physical education kwenye shule za kawaida kabisa, alipata nafasi ya kuwa mkalimani wa kocha mmoja anaitwa Sir Bobby Robson. Sir Bobby Robson ni kocha Mwingereza ambaye alipata kazi kwenye klabu ya Sporting Lisbon ya Ureno. Kwa hiyo akawa anahitaji kijana ambaye atamsaidia namna ya kutafsiri lugha, aweze kuelewana vizuri na wachezaji ambao wengi ni raia wa Ureno, lakini vile vile aweze kuelewana na maofisa wengine mbalimbali wanaohusika na ile ligi ya Ureno. Jambo zuri ni kwamba Sir Bobby Robson akamteua kijana mdogo kabisa Jose Mourinho amfanyie hiyo kazi. Na Mourinho akaifanya kazi kwa ukamilifu wake kabisa akiwa na Sporting Lisbon. Sir Bobby Robson akatoka Sporting akapata kazi nyingine kwenye klabu ya FC Porto ya Ureno. Mourinho pia akamweka ubavuni vile vile kama mkalimani wake, twende ukanisaidie na huko. Wakaenda wakafanya kazi. Baadaye Sir Bobby Robson akapata kazi ya kwenda kuifundisha klabu ya Barcelona ya Hispania. Vile vile Jose Mourinho akamwambia, wewe kijana wangu twende, kwa sababu Mourinho hakuwa tu anaweza tu kutranslate kutoka lugha hii kwenda hii, bali pia alikuwa ana utaalamu pia wa kuweza kuyaeleza vizuri yale mambo ya kiufundi katika lugha ambayo ni tofauti. Kwa mfano, wakati mwingine unaweza ukawa mzuri sana kwenye kutoa maneno ya Kiswahili kuyapeleka kwenye Kiingereza au Kiingereza kwenye Kiswahili, lakini ujuzi wako kwenye taaluma fulani ukiwa ni mdogo inakusumbua. Kuna namna itakusumbua, kuna terminology yanayohusiana na taaluma fulani, utashindwa kuyabeba. Sasa kwa Jose Mourinho, kwa sababu ni mtu ambaye alijikita vizuri kwenye eneo la kuwa anaendelea kufanya mafunzo ya ukocha na kila kitu, kwa hiyo alikuwa anafanya hiyo kazi kwa ubora sana. Mwaka 1997 Sir Bobby Robson alifukuzwa kazi kwenye klabu ya Barcelona, akawa ameondoka. Jose Mourinho ambaye ni mtafsiri wake akawa yuko bado pale Barcelona. Sababu ya kubaki kwake ilikuwa wakati huo kocha ambaye alichaguliwa kama kocha wa muda sasa, Louis van Gaal, yeye alimwambia Jose Mourinho, wewe naomba usiondoke, baki hapa na hautabaki tena kwenye nafasi kama mkalimani, utabaki kama sehemu ya benchi langu la ufundi, kama sehemu ya wasaidizi wangu. Jose Mourinho akabaki Barcelona kama msaidizi wa kocha wakati huo Louis van Gaal. Baada ya hapo kilichofuata sasa ndo maisha yakawa yamebadilika kutoka kwenye utafsiri wa lugha na kwenda kuwa ni mwalimu rasmi wa mpira wa miguu, na mzunguko wake ulianzia hapo kwenye klabu hiyo ya Barcelona. Akaendelea tena na maisha mengine ya kuwa kocha na sio mkalimani tena, lakini kilichofanya apate connection ya kuwa mwalimu wa soka ilikuwa ni uwezo wake wa kutafsiri lugha. Na Jose Mourinho anazungumza takriban lugha 6 kwa ufasaha: Kiingereza, Kireno,
Kispanyola, Kitaliano anazungumza vizuri, na pale Spain kuna lugha pia inazungumzwa kwenye jimbo la Catalan, ni lugha nyingine ambayo pia Jose Mourinho anaitambua vizuri na izungumza kwa ufasaha. Kwa hiyo ana lugha takriban 6 ambazo anazitendea haki, na hiyo imemfanya aweze kupata connection iliyomfanya awe Mourinho huyu ambaye tunamuona hii leo. Sasa mkalimani huyu mkongwe ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 62 leo atakuwepo katika uwanja wa Stamford Bridge kwenye safari yake ya 4 Frida, akiwa kama mpinzani wa klabu ya Chelsea. Unajua Mourinho ni katika makocha ambao walifanikiwa zaidi na Chelsea, kwa sababu katika vikombe ambavyo Chelsea wanavyo, vikombe vya ligi kuu ya England 5 ambavyo Chelsea wameshinda, Jose Mourinho amepeleka vikombe 3. Okay. Ya, katika vikombe 5 vya Premier League Mourinho kapeleka vikombe 3. Kwa hiyo ni mtu anayeheshimika sana Chelsea. Sasa tunampenda, sio tukumheshimu. Ya, sasa leo ana mechi Chelsea wakiwa ni wapinzani wake. Na kwenye rekodi zake inaonyesha kwenye safari hii, safari ya leo itakuwa ni safari yake ya 4, anakwenda Chelsea akiwa kama mpinzani. Safari yake ya kwanza alikwenda mwaka 2010 wakati anaifundisha Inter Milan, akafanikiwa kuwapasua Chelsea pale pale Stamford Bridge 1-0. Aliwafunga. Kutumia terminology kubwa sana. Ngumu sana. 1-0 aliwafunga. Sawa. Safari yake ya pili alikwenda pale akiwa kama mpinzani, akiwa wakati huo Mourinho anaifundisha klabu ya Manchester United mwaka 2017, ambayo Manchester alikwenda akapotea pale, alichukua goli 4-0 ikiwa Manchester iko chini ya Jose Mourinho. Safari yake ya tatu akaenda akiwa na Tottenham Hotspur, safari ambayo alimaliza mechi yake pasipo kufungana 0-0. Na leo akiwa na Benfica inakuwa ni safari yake ya 4 Jose Mourinho akaenda Chelsea akiwa kama mpinzani. Na kitu ambacho nilikipenda jana wakati kulikuwa kuna ile press conference ambayo inafanyika kabla ya mechi za siku ya leo, Jose Mourinho wakati anatua Stamford Bridge alikutana na bibi mmoja ambaye ni mfanyakazi miongoni mwa wafanyakazi wa muda mrefu zaidi wa klabu ya Chelsea. Kazi yake sio kubwa sana. Huyo bibi kazi yake ni kutoa anagawa vinywaji na vile vitu vidogo vidogo vya kutafuna, zile bite ndio shughuli yake huyo bibi anaoifanya. Lakini bibi yuko Chelsea kwa zaidi ya miaka 46 akiendelea kufanya hiyo kazi. Jose Mourinho aliwahi kufanya naye kazi wakati akiwa kocha wa Chelsea. Nikaona namna ambavyo reaction ya yule bibi mpaka machozi alimtoka baada ya kujikuta anakutana kwa mara nyingine na mtu ambaye alishawahi kufanya naye kazi, lakini mara hii anakuja akiwa kama mpinzani. Kwa hiyo kwa kifupi, leo ni siku ya utafsiri duniani na Jose Mourinho ni moja kati ya watu ambao tafsiri ya lugha ilimfanya aweze kupata connection iliyomfanya leo hii awe Jose Mourinho ambaye ni mkubwa sana kwenye historia ya mchezo wa mpira wa miguu na hawezi kusahaulika. Kwa hiyo kumbe hii inatupa picha ya kwamba wakati mwingine kila kitu kinahitaji tu sababu ndogo ili mafanikio yako yaje. Okay. Yeah, inawezekana kazi unaoifanya sasa sio itakayokupa mafanikio, ila kazi unaoifanya sasa ndio sababu itakayokupeleka wewe ufanye kazi itakayokupa mafanikio. Nasema hiyo inaumiza hiyo. Kabisa. Sababu si hatujui. Msifanyie hivyo jamani. Kwa sababu hujui kama Mungu vile tunapovigusa vikalete mafanikio jamani. Hiyo sio. Unaweza ukafanya kazi miaka 20, unafanya kazi ambayo kumbe hiyo ni sababu tu ya kwenda kwenye kazi yenye mafanikio yako. Mchezo ni kaja ukapata bahati. Ni kweli. Ndio ukatoboa. Noma. Mimi nimemaliza bana. Noma sana. Bana, shukrani sana professor. Bila unaongea lugha ngapi? Kimeru, Kiswahili, Kiingereza, Faransa. Kifaransa hapana. Hizo 3. Na wewe merci mademoiselle. Haipo hapo. Kupe bamba. Ile sio chache, Milad ngapi kataje? 3. Sio chache. Kwa mfano mimi naongea lugha 1.5. 1.5. Nusu ni kwa nini? Kiswahili kwa ufasaha kabisa. Kiingereza nusu. Ni nusu kwa nusu. Ndio maana tusema 1.5. Siwezi kusema 2 wakati kuna ni 2. Ni 1.5 au 1.3. Vitu basics unavifanya kwenye Kiingereza. Vitu basic fresh kabisa. Sasa unataka kuongea Kiingereza gani? Sasa nikajua nikicho. Hiyo sio Kiingereza, hiyo ni accent. Hiyo ni accent. Kuna utofauti. Basi 2. Maana niliweka 1.5 kwa sababu ya kuweka tahadhari. Maana unaweza ukasema 2
Sasa mbona yule anasema naongea lugha mbili? Kwa Kiingereza gani? Hatari sana, hatari. Sawa. Basi sawa. Oh yeah. Ni muhimu kujifunza hizi lugha zitaongeza vitu. Sawa kabisa. Mimi naongea lugha zote. Wewe unaongea lugha ngapi? Zote. Hatuja kuuliza by the way. Zote. Zipi hizo? Zote nyingi Frida. Love language zote.